ya kungojea ahadi ya Bwana wetu Yesu Kristo alipowaambia wale mitume wake, mngoje mpaka mtakapovikwa uwezo. Walienda katika chumba cha juu, na huko si kupumzika, bali ni kuendeleza roho ya sala kwa ajili ya kusubiri kuvikwa uwezo kutoka juu. Uwezo huo ni uwezo wa kupelekwa msaidizi, naye ndiye Mungu Roho Mtakatifu, ambaye ni nafsi ya tatu katika Utatu Mtakatifu, na ambaye pia ni pendo kati ya Baba na Mwana. Ndio zawadi tunayongojea kwa matumaini. Kipindi chote cha Pasaka ambacho kinaanza na kipindi cha mfungo wa Kwaresima, mfungo wa Kwaresima wa siku 40. Kipindi hicho kilikuwa ni kama kipindi ambapo mifupa mikavu ambayo haina matumaini, haina uwezo, haiwezi kutembea, haiwezi kusikia. Tulikuwa katika hali ya namna hiyo, kwamba tuna mhitaji Yesu katika maisha yetu kutukomboa. Ndio kipindi hicho cha mfungo wa Kwaresima, kipindi cha kutangaza vita dhidi ya yule mwovu, kipindi cha kungojea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na katika kipindi hicho ambacho ni kipindi cha mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, tukaingia katika kipindi cha ufufuko wa Bwana. Kipindi cha ufufuko wa Bwana pia siku 40 akiwatokea watu mbalimbali, na hasa wale mitume wake. Na alipowatokea ndipo alipowaambia kwamba waende wakangoje kuvikwa uwezo kutoka juu, kwamba yeye ndiye atakayempeleka Mungu Roho Mtakatifu. Baada ya siku hizo 40 kumalizika za ufufuko wa Bwana, tukaingia rasmi katika kipindi cha novena. Siku 9 kabla ya adhimisho la kesho, sherehe ya Pentekoste. Hivi kwamba hizi siku 9 ni siku ambazo tumejiandaa vizuri kusali. Ni siku za kujijengea kiu, matamanio ya kumpokea Mungu Roho Mtakatifu na mapaji yake 7. Kipindi hiki kikiunganishwa na hizo siku 40, kesho itakuwa ni siku ya 50, ndio Pentekoste, siku ya 50. Ndio tunayongojea kwa hamu kesho. Tumesikia somo la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Ezekieli. Kiambiwa toa utabiri juu ya mifupa iliyomo katika bonde. Je, hii inaweza kuwa na uhai? Kiambiwa Bwana wewe wajua, na unavyoona mifupa mikavu, wewe wajua kwamba uweza wa Mungu ni uweza wa ajabu, na huruma yake haina mpaka, na upendo wake kwa wanadamu hauna mpaka. Kwa nini kutoa utabiri huo? Kwa sababu wana wa Israeli walishamwasi Mwenyezi Mungu, wakapelekwa uhamishoni, ni kifungoni Babeli. Huko katika hali ya mateso wakaishi kama vile
mifupa mikavu, kwamba hawana tena matumaini. Lakini nabii Ezekieli kwa mpango wake Mwenyezi Mungu wanapewa tena matumaini kwamba mifupa hiyo inaweza ikawa na mishipa na hatimaye nyama na ngozi kufunika hiyo mishipa na nyama, na hatimaye kupuliziwa pumzi tena ya uhai, ya uzima, ni ya Roho Mtakatifu, ili waweze kutembea na kurudi tena makwao katika taifa lao Israeli. Na ndivyo ilivyokuwa katika huo utabiri. Hatimaye wana wa Israeli wakapata matumaini, wakaonja nyakati mpya, wakaonja tena nguvu na uweza wa Mwenyezi Mungu, wakaonja huruma ya Mwenyezi Mungu na upendo wake, walipoachwa huru kurudi tena makwao katika heri, katika furaha kwenye nchi yao. Ndugu zangu wapendwa, katika somo la pili ambalo ni barua tuliyosikia kutoka kwa Mtume Paulo kwa Warumi, najua kwamba viumbe vyote vinangojea kwa kuugua kwa ajabu kabisa. Ni kwa ajabu kabisa. Mimi na wewe pamoja na miti na viumbe vyote vinangojea kwa matumaini. Hayo matumaini ni kujijengea kiu, sisi wenyewe kujijengea kiu. Kama vile mtunga Zaburi ya 42 aya kwanza hadi ya pili, kama ayala avioneavyo shauku vijito vya maji, ndivyo nami ninavyokuonea kiu, Mungu wangu. Kwamba tunamuonea kiu Mwenyezi Mungu, tunamuonea kiu Yesu, ili kwa kiu hiyo atupeleke Roho Mtakatifu, Roho atakaye kuja kutuhuisha, Roho Mtakatifu atakaye kuja kufanya uso wa nchi kuwa tena mpya, miti kuwa na matawi ya kijani, ishara ya matumaini. Na tunaona mvua iliyomiminika, hakika kuna matumaini. Miti imejaa huo rangi ya ujani, ya kijani. Mahindi hali kadhalika yamejaa kijani, yakibeba mawili mawili, ishara ya matumaini, si kwa hiyo mimea tu, na kwa sisi wanadamu, viumbe vya Mungu, kusubiri ahadi ya Mungu Roho Mtakatifu, na hali kadhalika hata miili yetu kutiwa nguvu kwa kupata chakula bora, kwa sababu Mungu amemimina baraka zake. Tuko katika kipindi cha matumaini, ni kipindi cha matumaini. Tuona katika Injili, watu wanapenda kwamba mtu akiona kiu na aje kwangu anywe, kwa sababu mito ya uhai inatiririsha baraka na neema kwa wingi kabisa kwa ajili yetu. Ni sisi tu kuwa na kiu ya kupokea neema na baraka hizo. Mungu anatupenda na anatupenda ajabu. Mungu anatuonea huruma na ni huruma ya ajabu. Tuko katika kipindi hiki cha sinodi ya kwanza ya Jimbo Katoliki Moshi, ambapo tumefikia nusu ya muhula wake, kwamba mwakani mwezi wa 12 tutahitimisha zoezi hili la sinodi ya kwanza Jimbo Katoliki Moshi. Tukiwa katika nusu ya muhula wa kipindi hiki, tuendelee kupokea hii sinodi kwa matumaini katika mwanga wa Roho Mtakatifu, ili kuizamisha sinodi
katika mioyo yetu na kufanya yote upya katika Kristo. Yote upya katika Kristo. Tuondokane na ukavu wa mifupa, manake tuondokane na kila aina ya dhambi na mapungufu mbalimbali yanayotuweka mbali na Mwenyezi Mungu, yanayotuweka kifungoni. Turudi tuwe watoto wa Mungu ndani ya jimbo hili Katoliki Moshi. Na ndani ya jimbo hili Katoliki Moshi tujenge umoja, tujenge mshikamano kama ile mifupa ilivyosogeleana. Tusogeleane katika pendo la Yesu, tukiwashwa moto wa Roho Mtakatifu, ili tukae kwa amani, tukae kwa utulivu, tukae kwa upendo, tukisafiri tumeshikamana pamoja kama mahujaji wa matumaini katika umwaka mtakatifu wa matumaini, hija ya matumaini kuelekea katika mji wa heri mbinguni, ambapo kila mmoja ndiye tamanio la kuizima hiyo kiu, na hivyo kiu na hivyo kusiwe tena na kiu, ila ni furaha tu, furaha isiyokoma, ni furaha ya milele. Tusafiri kwa matumaini, tusafiri kwa mshikamano, tusafiri katika neema ya utakaso. Kesho tunangojea kwa matumaini mmiminiko wa Roho Mtakatifu pamoja na mapaji yake 7: hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada na uchaji wa Mungu. Tuwe wacha Mungu, ni watoto wa Mungu, tunaobebwa na Mungu, tunaobebwa na Yesu na kuongozwa na Roho Mtakatifu katika hija ya matumaini, ili kilele cha maisha yetu kiwe ni kwenda kuungana na Mungu huko mbinguni pamoja na ndugu zetu waliotutangulia watakatifu wanaofurahia heri ya milele. Tumsifu Yesu Kristo.